Miezi 9 yakini ulioka tumboni, hujui hujurikani, utakuja kuwa nani? Swali sunna na faradhi, kama mama hakuridhi, Ilahi hakupi hadhi. Miezi 9 yakini likatika. Ukiwa katika tumbo la mama yako hujui wala hujulikani utakuja kuwa nani. Leo umekuwa Abdallah, umekuwa Mwajuma, umekuwa Leila, umekuwa profesa, umekuwa doktor, umekuwa engineer, umekuwa mbunge, umekuwa raisi, umekuwa. Lakini miezi 9 kwa mama umelala, haujui hujulikani. Basi kama mama hakuridhi, mama hakukuridhia matendo yako, swali sunna na faradhi. Kama mama hakuridhi, Ilahi hakupi hadhi. Mungu hatakupa hadhi duniani wala kiyama. Hala wazazi wenu, hala mama zenu, hala baba zenu, hala wale ambao mnatakiwa wafanyie wema, wafanyieni wema kabla wako hai. Kuna muda mtatamani kuwafanyia wema, wao wamekufanyieni wema kukuzeni mpaka hapo, lakini sisi tunawatelekeza, tunawaacha mpaka roho zinatoka, ndo unajuta, unasema ningemsaidia fulani, ningefanya hivi, lakini amekwenda katika maisha ya barzakhi. Roho, tunakwenda kuzungumza maisha ya kiroho. Darasa hii inaanza kwa maneno yanayosema man takallama sami Allahu nuqta. Yoyote atakayezungumza, yoyote atakayesema, yoyote aliyesema, yoyote awaye atakayekuja kuzaliwa na akasema sami Allahu nuqta, Allah husikia nukta ya mazungumzo yako. Yani haujamaliza. Kwa maana nyingine, Allah tabaraka wa taala atajua kikomo cha mazungumzo yako katika darasa lako itaishia hapa. Kikomo cha mazungumzo yako kwa rafiki yako utaishia hapa. Kikomo cha kauli yako ya mwisho itakaofanya ndio iwe inafunga kinywa chako na unakwenda maisha ya barzakhi. Allah anajua tamko utakalolitamkia siku hiyo. Wa man sakata alima Allahu sirra, na yoyote aliyenyamaza kimya hivi sasa na kunisikiliza darasa hili, yeye Allah anajua ulichokificha katika kifua chako. Wa man sakata alima Allahu sirra wa man asha fa alayhi rizqu, na yoyote aliyoko katika ardhi hii kwa Allah iko riziki yake. Midhali uko hai unavuta pumzi ya Allah, kwa Allah iko riziki yako. Japokuwa inna shaitana yu'idukumul faqra, hakika shaitani ametuahidi ufakiri. Ukikaa vibaya unaweza usipate kile Mungu alichokuandalia. Labda kwa dua sana na maombi sana, kama ilivyokuwa kwa Nabii Allah Yusuf alayhi salam. Ikhwani, ndugu zangu Waislamu, wa man mata fa ilayhi munkarabu, anayekuwa anakufa, yule anayetokwa roho kwa Allah tabaraka wa taala, anakuwa yukaribu sana na wewe kuliko wale madaktari wanaohangaika kutoa dripu moja na kuweka dripu nyingine, kuliko wale ndugu zako ambao wamekaa, mkeo, watoto wako ambao hawataki kukuacha muda wote, wameambatana na wewe, wamekaa katika kitanda na wewe upo katika kitanda, firashi ala almauti, katika kitanda ambacho juu yake umauti umekuvaga, joto la umauti linakufika. Muda huo Allah tabaraka wa taala yukaribu na wewe. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. Yeye Allah anayaona macho ya walimwengu, lakini macho ya walimwengu hawamdiriki kumwona Allah tabaraka wa taala. Lam yalidi wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana mfano wake. Macho yetu, mboni zetu haziwezi kumfikia kwa nuru yake. Ikhwani, ndugu zangu, tunarudi nyuma ya mkadima. Wa man mata fa ilayhi munkarabu, na yoyote atakayekufa yukaribu na Mola wake mlezi. Na hapa tunakwenda kuzungumza maisha ya kiroho, maisha ya barzakhi, ndio tunakwenda kuyazungumza leo. Tunakwenda kumgusa kila aliyefiwa na babaye. Leo tunakwenda kumgusa kila ambaye aliyefiwa na mama yake. Kama umefiwa na mama yako, basi leo tunakwenda kukurudisha katika kumbukumbu za mzazi wako. Tunazirejesha kumbukumbu thamani yake aliyekuwa nayo kwako wewe. Alikulea kwa tabu, kwa dhiki. Leo yupo katika kaburi.
ndo tunakwenda kumzungumza huyo. Wema aliyokufanyia mama yako, wema aliyokufanyia baba yako, wema aliyokufanyia dada yako, wema aliyekufanyia kaka yako, kipenzi chako, bibi yako, yupo katika mwana wa ndani, katika kaburi juu, tani 6 zimemlalia, ziko juu, paa lake ni mchanga, chini kwake mchanga, kushoto kulia mchanga. Wema ule aliyokufanyia imuvute, alafu pimia uzito wa darasa hii ambao leo naoisema. Angalia mama, mpaka mtu mmoja akasema, man asha khadiman tahta qadami ummihi asha sayyida fawqa ruusi qaumi, atakaishi hali ya kuwa ni mtumwa chini ya nyayo za mama yake, asha sayyida fawqa ruusi qaumi, ataishi hali ya kuwa ni mtukufu juu ya watu waliomzunguka. Emu waulizeni nyinyi wenye wazazi mnaowadharau, waulizeni waliofiliwa na mama zao, waulizeni ukiwa waliopata baada ya wazazi wao kufa. Waulizeni baada ya kuwazika wazazi wao, hawa ndugu hawa waliojifanya wanakupendeni, waliojifanya wanawajali, waliojifanya wanakusaidieni, walikuwa wanakusaidieni kwa sababu ndugu yao yupo, wanamuonea haya ndugu yao, dada yao, kaka yao, kishaondoka, watoto wametelekezwa, wanaishi hali ya kuwa ni mayatima, wanaishi katika mazingira magumu, wengine wanakuwa kichokora chokora, wengine wanakuwa wanaiona joto la dunia linawazunguka. Tunawatazama waliotangulia katika maisha hayo ya barzakhi, tunamgusa kidogo mama, mpaka mshairi mmoja akasema, akaandika mashairi yake haya yashike. Mshairi huyu akaandika mashairi matamu, akasema, miezi 9 yakini ulioka tumboni, hujui hujurikani, utakuja kuwa nani? Swali sunna na faradhi, kama mama hakuridhi, ilahi hakupi hadhi. Miezi 9 yakini ilikatika. Ukiwa katika tumbo la mama yako hujui wala hujulikani utakuja kuwa nani. Leo umekuwa Abdallah, umekuwa Mwajuma, umekuwa Leila, umekuwa profesa, umekuwa doktor, umekuwa injinia, umekuwa mbunge, umekuwa raisi, umekuwa. Lakini miezi 9 kwa mama umelala, haujui hujulikani. Basi kama mama hakuridhi, mama hakukuridhia matendo yako, swali sunna na faradhi. Kama mama hakuridhi, ilahi hakupi hadhi. Mungu hatakupa hadhi duniani wala kiyama. Ala wazazi wenu, hala mama zenu, hala baba zenu, hala wale ambao mnatakiwa wafanyie wema, wafanyieni wema kabla wako hai. Kuna muda mtatamani kuwafanyia wema, wao wamekufanyieni wema kukukuzeni mpaka hapo, lakini sisi tunawatelekeza, tunawaacha mpaka roho zinatoka, ndo unajuta, unasema ningemsaidia fulani, ningefanya hivi, lakini amekwenda katika maisha ya barzakhi. Roho, tunakwenda kuzungumza maisha ya kiroho. Tunakwenda kumzungumza mtu ambaye jamaa mmoja alifiwa na mama yake. Darasa hii inazungumzia watu wote waliokufa, lakini kwa mama tunagusagusa hapo. Bwana mmoja alifiwa na mama yake, mwanazuoni mkubwa, alilia ajabu ya Rahmani, mpaka wanabeba jeneza wanakwenda kuzika. Wamelibeba lile jeneza, wanafika katika kabri, shimo la kabri linaonekana. Yule bwana anajiuliza, leo namweka mama yangu katika shimo hili? Machozi yanambubujika, analia, nguvu zinamwisha, anadondoka. Kisha wanamchukua mama yake, wanamweka katika mwanandani, wanamzika mama yake. Wanarejea watu, wanakwenda majumbani. Yule bwana yuko pale katika kaburi, anakusanya ule mdongo wa mama yake juu ya kaburi, anawaza maneno anaoambiwa mama yake muda huo. Maana mwanadamu anapokufa kuna maneno anaambiwa, dhahabu wa tarakuka wa fi turabi dafanuka walau dhallu ma kama nafauka. Dhahabu wa tarakuka wa fi turabi dafanuka,
dhahabu wa tarakuka, wamekwenda na wamekuacha, na katika madongo wamekuzika, na hata wangekaa na wewe wasingekufaa kwa chochote. Huyu bwana anawaza maneno hayo, watu wanaondoka wanamwacha mama yake, na yeye atakikaa juu ya ule mdongo au lile kaburi la mamake, hata umfaa kwa chochote, akawa analia. Wanafunzi wamemkokota, mwisho wakaamua mwache, wakaenda nyumbani. Majira ya usiku wanamuona mwalimu wao anakuja, wanamuona kwa mbali anajongea. Alipofika nyumbani anawaza kumbukumbu za mamake, alikuwa anapita pale anakwenda pale, akaanza tena kulia. Amelia, mwisho wanafunzi wake wakamzunguka, wakamwambia, kwa nini unalia? Ushafiwa na watu kibao, leo mbona kama unataka kwenda kwenye kukufuru? Anawaambia, lima la abiki, kwa nini nisilie? Mnanikataza leo, kwa nini nisilie? Walaqad ughliqatil baba min abwabil janna, wakati leo mama yangu alivyofumba tu macho, mlango miongoni mwa mlango ambao ulikuwa ni mwepesi katika milango yote 8, mwepesi zaidi wa kuingia peponi ilikuwa ni wa mama yangu. Zaidi alivyokuwa akiendelea kuwa hai na akiniridhia na vile ambavyo alivyokuwa ananiombea dua, basi Mwenyezi Mungu alikuwa ananifanyia wepesi na mambo yangu yanafunguka, na pepo yangu ilikuwa nyeupe mimi kuingia. Mama yangu amekufa leo, ule mlango umefungwa, wewe mama yako yupo katika kaburi. Ndugu zangu Waislamu, roho. Na leo ya siku ya Ijumaa kwa nini tutoe darasa hii siku ya leo? Indama yantaqilu al-insanu ila alami al-barzakh. Nisikilize vizuri, darasa yangu fupi tu. Indama yantaqilu al-insanu ila alami al-barzakh, pindi mwanadamu anapoondoka katika maisha haya ya kidunia, ila alami al-barzakhi, kuelekea katika ulimwengu wa barzakhi, ulimwengu wa kiziwizi. Huo ni ulimwengu wa kiziwizi, hauna uhuru wa kufanya unachojisikia. Hapa ulimwengu umeachiwa uhuru, unaambiwa inna hadainahu sabir, hakika tumekupeni njia, imma shakira wa imma kafura, imma mshukuru au mkufuru. Watu wanaishi kama wenda wazimu katika ardhi hii, mtu anaishi kama mnyama katika ardhi hii. Mbingu Allah anakutazama tu, unaishi unavyotaka, unacheza unavyotaka. Ukipiga simu unampata baba, ukipiga simu unampata mama, unamuona mume, unamuona mke, unafanya starehe, unafanya ufisadi katika ardhi hii ya Allah. Mungu anakutazama 60 70 zikikatika, au umri wako wa kuishi ukikatika. Ukienda katika maisha ya barzakhi, ni maisha yasiyokuwa na uhuru. Uhuru wako utaupata kutokana na matendo uliotenda katika ulimwengu huu. Fa innahu, na huyu ambaye anayekufa, yadkhulu fi hadha alalami, na akaingia au akawa anaelekea na kuingia katika huu ulimwengu, min tariqi albabi alqabri, tena katika njia inayokupeleka katika mlango wa kaburi. Nisikilizeni vizuri. Fa innahu, hakika ya yule ambaye anaelekea, yadkhulu fi hadha alalami, anaelekea katika huu ulimwengu, min tariqi babi alqabri, anaelekea katika ulimwengu wenye mlango ambao mlango mwingine sio mwingine, ni kaburi. Mbaya zaidi, wa idha dakhala wa qufila hadha albabu, kisha ukaingizwa katika kaburi hilo, ukaingizwa katika mlango huo, fa innahu la yakhruju minhum ila yaumil qiyama, basi hautotoka katika kizuizi hicho mpaka siku ya kiyama. Kiwiliwili chako kikishalala katika kaburi lako hakitatoka mpaka siku ya kiyama. Labda zije dharura kwamba kuna jambo linataka kufanyika juu ya pale kaburi lako lilipo, utatoka kwa njia 3 ndio unaweza ukatolewa. Dharura, makaburi yahamishwe. Kaburi lako, ule mlango ulioingizwa ambao hautafunguka mpaka kiyama, ikaonekana ufunguliwe, basi unaweza ukatolewa kwa njia za aina 3. Utolewe, kuna wengine wanatolewa makaburi yao yanahamishwa kana kwamba kazikwa dakika chache zilizopita, na kuna wengine wanatolewa tayari wamekwisha oza, wananuka, mpaka wafukuaji wanatafuta vitu na mavitu ya kupuliza katika maeneo yale ya makaburi. Au tolewe mifupa mitupu, scraper, haueleweki huyu alikuwa ni nani, uhamishwe kaburi lako.
Wa hadha, na hili jambo hili la mlango huu kufungwa na haufunguki tena. Wa hadha min haithu ljithmu, hili jambo linahusu kiwiliwili peke yake. Kiwiliwili chako peke yako ndio kitahusiana na jambo hili. Amma al-arwahu, ama tunapozungumzia roho, jamani, tufanyia kheri katika ulimwengu. Amma al-arwahu, ikiwa kiwiliwili cha peke yake ndio ambacho kikiingia pale hakitoki mpaka kiyama, je, roho zetu zitakuwaje? Sikiliza haya maneno yanayofuata. Hili darasa linaogofya, hili darasa linatia msisimko, hili darasa vuta picha. Mama yangu yu hali gani sasa hivi? Baba yangu, ndugu yangu aliyekufa, na mimi nakwenda kuwa katika hali gani? Amma al-arwahu, lakini katika upande wa roho, qala baadhi ulamai, wamesema baadhi ya maulamaa juu ya swala hilo la roho, annaha tantaqilu min makani ila almakanin akhar. Hakika ya roho peke yake, achana na kiwiliwili, roho peke yake yaweza kunsarfu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Roho yako inaweza ikatoka katika kaburi lako na ikaenda sehemu nyingine bimashiyatillah, kadri ambavyo Allah tabaraka wa taala atakavyokuwa ameipangia roho hiyo. Roho yako unahisi kwa matendo yako itakuwa inaelekea wapi? Na hayo maneno hayo dhakara, tukimtazama huyu bwana mmoja anaitwa Ibn Qayyim, msikiliza anavyosema dhakara dhalika, anasema dhakara dhalika, ameyataja hayo, ameyasema hayo al-Imamu Ibn Qayyim al-Jawzi fi kitabihi Ar-Ruh, katika kitabu chake kinachoitwa Ar-Ruh. Nenda kaangalie katika kitabu hicho, utakutana na hayo mambo makubwa kabisa. Tena na yeye ameelezea kisa kimoja kizuri sana, kisikilize na kikamate kwa magego mawili. Anasema juu ya roho kutoka katika hatua moja kwenda katika hatua nyingine. Wa aurada bisanadihi ilayhi wa huwa yahki ma haddatha min ali Asimi. Msikilize vizuri, imeelezwa wa aurada, imeelezwa bisanadihi ilaihi, kwa sanadi iliyomfikia yeye Ibn Qayyim al-Jawzi, yani ile sanadi iliyotelemka mpaka kisa hiki kumfikia yeye Ibn Qayyim al-Jawzi, mpaka kuelezea kisa hiki imeelezwa. Wa huwa yahki ma haddatha, na imesimuliwa na mtu wa karibu sana aliyeelezea kisa hiki. Ameelezea mtu mmoja aliyekuwa ni mmoja kati ya familia, katika familia ya bwana mmoja aliyekuwa akijulikana kwa jina la Asimi al-Juhuri. Huyu bwana familia yake ndo inaelezea kisa hiki. Qala, anasema raaitu Asima al-Juhuri, anasema huyu msimulizi katika hii familia ya Asim ndo anaelezea kisa hiki, ndo kikaenda mpaka kwa sanadi yake ikamfikia Ibn Qayyim al-Jawzi. Naomba mnielewe sana, narudia hapo ili mpate kunielewa. Anasema raaitu Asiman, nilimuona siku moja Asimu fi manami, katika ndoto. Jamani, msidharau ndoto. Arruya yankasimu ila thalathati aksamu, ndoto zimegawanyika katika namna kuu tatu. Namna ya kwanza, arruya bushra min Allah, kuna ndoto ambazo ni bishara kutoka kwa Allah. Kuna alhurumu min ashaitani, kuna ndoto zinazotokana na mashaitani. Wa arruya min nafsi, na ndoto zinazotokana na nafsi. Na hii bushra min Allah inakuja kwa namna mbili, tadhkira wa tabshiri. Inakuja kwa indhari, lakini pia na kukubashiria. Huenda kuna kheri inataka kuja, ufanye dua fulani ili kheri ile ije, au huenda kuna shari inataka kuja, ufanye dua fulani ile shari iweze kukuepuka. Lakini kuna watu wanalala hawaoti, hawa ni wagonjwa, wanakosa kitu kikubwa. Ukijiona unalala unaamka asubuhi wewe mgonjwa, njoo haraka kituoni kwetu. Na ukiona wewe unalala unaota unasahau, kimbia haraka kituoni kwetu. Na ukiota una ndoto, basi njoo tukuelezee hiyo ndoto inahusiana na nini, ili kheri kubwa iweze kupatikana. Anasema nimemuona katika ndoto baada sanataini, baada ya miaka miwili ndo namuona. Yani huyu ni mmoja kati ya familia. Huyu Asimi amekufa ndani ya miaka miwili.
Baada ya miaka miwili kupita, ndo huyu ndugu anakuja kumuona katika usingizi wake. Kitu gani ambacho kilijiri baina ya huyu Asim na ndugu yake? Fakultu, nikasema. Huyu muonaji kwa hichi kisa kinachokusimuliwa na Ibn Qayyim al-Jawzi anasema fakultu, nikasema, alaisa kadimata, je wewe si katika wa miongoni mwa waliokufa? Je wewe haujafa? Wewe si umekufa? Anashangaa. Unajua kuna ndoto zingine unaziota inakuwa kama dhahiri, kama mtu unaona, unahisi kweli kwamba huyu mimi naye katika maisha yangu ya kawaida. Ameshangaa, anauliza alaisa kadimata, je wewe si umekufa? Qala bala, yule bwana Asim akamwambia ndiyo nimekufa. Akamjibu nimekufa. Qultu, hakuridhika na lile jibu lake, akamwambia fa aina anta, je uko wapi sasa hivi? Kama umekufa sasa hivi maisha yako yako wapi? Sikiliza, huyu bwana anasema qala ana wallahi fi ridha, anasema ana wallahi fi ridhati min riyadhil janna, hakika mimi nipo katika mabustani miongoni mwa mabustani ya peponi. Sikiliza raha hizo, Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa hao. Anasema mimi nipo pamoja katika mabustani miongoni mwa mabustani ya peponi. Ana wanafru min ashabi, anasema na siko peke yangu katika hayo mabustani ya peponi, niko mimi na jamaa zangu na marafiki zangu. Najma'u, sikiliza hapa ndo utaijua kwa nini Alhamis, kwa nini Ijumaa, kwa nini dua tumeifanya leo, kwa nini tunakuiteni katika kituo chetu, kwa nini tunakuhimizeni mambo ya kheri. Huyu bwana anasema najma'u kulla lailatil jumaa wa asabihatiha, tunakusanyika kila siku ya Ijumaa na asubuhi yake, ila Bakri ibn Abdillahi al-Muzanni. Sikiliza maneno haya, anasema kila Ijumaa huwa tunakusanyika Ijumaa na asubuhi yake huwa tunakusanyika kwa bwana mmoja anaitwa Bakri ibn Abdillahi. Huwa tunakusanyika bimaana kila mmoja anatoka kaburi kwake, alqaburi khufrati min khufrati nirani au rawdha min riyadhil janna. Mtu anatoka kwenye bustani lake la peponi anakwenda kwa rafiki yake na jamaa zake. Kisha jamaa anaelezea, Asimi huyo anaelezea, fanatalaqa akhbarakum, tunakwenda kuzungumza juu ya habari zenu nyinyi tulioacha hai. Kuna mijitu baada ya kufa wazazi wao ndio imeharibika kabisa. Kuna mijitu imekuwa ya hovyo baada ya wazazi wao kufariki. Ilikuwa ina swali imeacha, ilikuwa inatoa zaka imeacha, ilikuwa inywi pombe inakunywa, sasa hivi imekuwa imeharibika. Na ukimuuliza anasema mimi wa kuniamrisha alishaondoka. Ina maana huyu alikuwa anamuogopa mzazi wake, hata Mungu hamuogopi. Tunawaibisha wazazi wetu katika makaburi yao, wakikaa kwa ushahidi wa Ibn Qayyim al-Jawziyya. Ina maana wanaanza kuzungumza, tazama toto lako lile lishakuwa levi, unampa unyonge mzazi wako. Lakini kama itakuwa ni kwa ajili ya kheri, na wao wananyanyua mikono, nyinyi mnawaombea wao na wao wanatuombea sisi, maisha yanakuwa mepesi. Usiseme tu kwa sababu kafa ndo basi, hapana. Hata uko aliko anaweza akakunyanyulia mikono na ya kwako yakenda. Ikhwani, ndugu zangu Waislamu, baada ya kusema hivyo, qala qultu, nikasema. Yule bwana anamwambia sasa, anamuuliza ndugu yake, anamwambia ajisadukum, je mnakwenda na viwiliwili vyenu, am arwahukum, au kwa roho zenu? Nisikilize pointi hii, ndio maana nikasema ya kwamba viwiliwili huwa vinafungiwa mpaka kiyama. Ima lipite greda ili watu wafukue, wana haja na eneo ile wakutoe. Anamuuliza, je mnatoka mnatembeleana kwa viwiliwili vyenu au kwa roho zenu? Qala, akasema innama natalaqa li arwah, hakika sisi tunatembeleana kupitia roho zetu, roho zetu ndo zinatembea. Qala, akamwambia fahal ta'lamuna biziyaratina, je huwa mnafahamu pale tunapokwenda kukutembeleni, tunapokuja kukuzuruni? Iyakum, nyinyi
Yule bwana akasema qala naam, akasema huwa tunajua, naalamu biha, huwa tunafahamu ashiyatul jumaa, ashiyatul jumaatin, huwa tunafahamu mwisho wa siku ya Ijumaa au siku ya Ijumaa kullihi, yani huwa tunafahamu Ijumaa siku yote, wa yauma sabti na siku ya Alhamisi, wa yauma sabti na siku ya Jumamosi, ila turu'i shamsi, mpaka pale jua linapokuwa limechomozwa. Na ndio maana tunashauriwa sana, na huko mbele Ibn Qaumi Jauzi mbele akaelezea kwamba ni Alhamisi, wengine wanasema Jumatano, Alhamisi na Ijumaa. Pendeleni sana kwenda nyakati hizi, kwenda kuyazuru makaburi yenu au makaburi ya ndugu zenu. Ikhwani, ndugu zangu Waislamu wapendwa kwa ajili ya Allah, roho zinatembeleana ima kwa ndoto au kwa namna nyingine. Labda nikuletee kisa ambacho kimetokea katika ardhi ya Kagera hapo, alafu kumbele ndo nakwenda kumalizia kwa pointi muhimu kwa nini nimeleta darasa hili. Katika ardhi ya Kagera hapo kuna bwana mmoja alikuwa akimuota mkewe, kisa maarufu sana. Amemuota mkewe mara nyingi mno, roho zinatembea kutoka kaburi moja kwenda kaburi nyingine, kutoka katika makaburi yao kuja kwa walio hai. Roho ya huyu mwanamke inamwijia mumewe, inalalamika, inamwambia njoo nitoe uliponiweka, mmenizika sehemu chafu mno. Mwanaume akawa anadharau ndoto ile, imekuja zaidi ya mwaka mzima. Huyu mwanaume akaona sasa isiwe tabu, akaenda kwa mashehe akawaeleza, ndoto mke wangu ananijia, analalamika mahala nilipomzika si pazuri, si salama. Ikabidi watoke jopo la mashehe kwenda kutazama kaburi la mwanamke yule liko wapi. Huyu inaonekana ni mtu mwema, wanakwenda, kumbe wale huwa wana kawaida kuwa na makaburi yale ya familia, na akawa amepewa ihsani huyu bwana aende akamzike mke wake katika makaburi ya familia fulani. Kumbe lile eneo tayari limekushauzwa. Kwa hiyo wale walionunua wakawa wametengeneza baa karibia na yale makaburi, basi watu wanaziniana katika magesti yaliyoko maeneo yale, watu wanakunywa pombe, mtu anatoka na mipombe yake anakwenda anafanya haja zake karibia au juu ya kaburi la mwanamama. Ikhwani, ndugu zangu Waislamu, ikabidi kaburi ile ifukuriwe. Baada ya kufukuliwa, wanaikuta mwanamama yule maiti yake ni kana kwamba kazikwa jana, wakati ana miaka kadhaa amezikwa. Tumwombeni Mwenyezi Mungu atujalie vifo vizuri. Tujalieni Mwenyezi Mungu tukiwa tunakufa tuambiwe, ya ayyatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie mwisho mwema, awarehemu na wazazi wetu waliopo katika makaburi yao. Ikhwani, ndugu zangu Waislamu, lakini pia wale wenye kupuuzia eti wazazi wao wamekwisha kufa, jamani, mnaweza mkawa mnapata dua mbaya kutoka kwa wazazi wao. Kuna familia moja nilikutana nayo nikiwa katika ardhi ya Tabora, wale kila wanachokifanya, jamani, njoni kwa mashekhe, kimbieni kwa Khalifa Sheikh Swaleh Makarama, suluhisho la kwako litaondoka kwa idhini yake Allah. Kikubwa uwe na imani. Ndugu zangu Waislamu, wamekuja familia nzima, wote wakinieleza, kaka mtu, dada mtu, wote familia nzima ya watoto karibia 9, maisha yao yanafanana, wameshachinja, ndio maana nasema unaweza ukaja kwetu, sio lazima tu ufanywe madua ufanywe nini. Kuna mengine ushauri, kuna wengine tunawatibu kwa kutoa tu sadaka, mtu anapona. Amekuja anatueleza, yani familia nzima hakuna mwenye afadhali ya kumsaidia mwenzie. Maisha ya huyu ndo ya huyu, wana hali ngumu, hakuna ambaye anaweza kumsaidia. Likipatikana tatizo wakikutana wanatazamana, hakuna hata atakayeweza kujitutumua. Na wapo watu mnaishi maisha hayo. Nikawauliza, baada ya kuwa wamepita kwa mashehe wengine, washehe wakubwa, nikawauliza swali moja, wazazi wenu wamefariki au wako hai? Wakasema wazazi wetu wote wamefariki. Nikawauliza, hebu naombeni mnieleze mlikuwa mnaishi vipi na wazazi wenu, na kila mmoja anieleze mwenzia. Unajua kila mmoja anaanza kujitetea, mimi nilikuwa naishi nao kwa wema, nilikuwa nawapenda sana. Kila mmoja aelezee, ili wewe utatuke ya kwako, ili unusurike. Elezea mwenzio alikuwa anaishi vipi na mama yake na baba yake. Hapo ndo alianza kushonana, maana alianza mmoja, huyu alikuwa jeuri sana, alikuwa msikii mama, yani anamsukumia mwenzie kama ndo mwenye matatizo, sukuma maneno. Yule naye alivyoona mwenzie anamsema, naye jazba ikampanda, naye alivyokaa pale akaanza kumsema mwenzie. Wote wakajikuta wameyasema waliokuwa wanawafanyia wazazi wao. Kisha nikaweka chini, nikawaambia, sasa hapa tafuteni mtu ambaye alikuwa karibu sana na mama yenu, afu mmlete hapa.
na baba yenu mlete. Wakaenda wakawatafuta marafiki ya wazazi wao, walikuwa wanajua siri zao, wakawaleta pale. Nikawaambia ombeni radhi hawa mpaka waridhie. Wakiridhia tunafanya dua. Wallahi walivyoomba wale wa radhi na wakaridhia, baada ya kuridhia, rafiki wa baba yako, rafiki wa mama yako, tulikuja tukupiga kitu moja tamkini kama tuloipiga hapa, Mwenyezi Mungu akafungua. Sasa hivi kila mmoja na maisha yake, mambo mazuri, kila mmoja analeta sadaka. Na hiyo namba mwisho 54, hiyo ndo inshallah sadaka kwa ajili ya wazazi wetu. Inshallah kama umeguswa na darasa la leo, inshallah mimineni sadaka, na inshallah darasa linalokuja tutaandaa namba maalum, tutaandaa na grupu ambalo kila anayetaka kuchangia tutakuwa tumeweka katika grupu hilo, na fedha itakuwa inaonekana katika system ya ndugu zetu ambao ndo wana control mambo hayo kwa ajili ya maendeleo ya taasisi yetu. Tunataka tuchangie, watu watoe kwa ajili ya wazazi wao, watu watoe kwa ajili ya wapenda wao waliotangulia mbele ya haki, ili zidarasa ziendelee, ili ofisi yetu ipate kuwa na kamera nzuri, ili tupate system nzuri kwa ajili ya kufanya haya mambo kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, tupate vyombo vya kumtangaza Allah tabaraka wa taala, tupate maspika unatoa kwa ajili ya mzazi wako aliyetangulia katika kaburi. Kwa leo tutaanza na namba hiyo 54, lakini Alhamisi itakokuja kila anayetaka kuchangia atawekwa katika grupu, na inshallah taratibu zake za kuchangia zitakuwa zinaonekana na timu nzima, ili fedha yake iende kwenye makusudio, na kitakachonunuliwa kwa ajili ya manufaa ya umma hakitaliwa hata shilingi, isipokuwa kitaonyeshwa hiki hapa tumenunua kiasi kadhaa. Na inshallah katika ile grupu mtakutana na mashehe zaidi ya 10 wapo humo, tuna makameramani wetu watakuwepo humo, tuna mashehe, tuna vijana wetu wapo humo. Kwa hakuna itakauliwa hata 50, itakwenda katika lile lengo linalohitajika kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Lakini kwa wale ambao mnafanya ya hovyo baada ya wazazi wenu kwa wameondoka katika hii ardhi, sikilizeni. Ibn Qaumi al-Jawziyya anaelezea kisa chake. Anasema siku moja palipatikana watu fulani walikuwa wanafanya sherehe, wakawa wanapiga madisko pale, wanapiga mangoma ya asili, wanakunywa pombe, lakini mbele kuna makaburi, wazee wetu wamelala. Ndio maana Mtume anasema ni haramu kukaa juu ya kaburi, hata kukanyaga, bora uchukue kala moto ukanyage kuliko kusimama juu ya kaburi. Kumbe watu walioko makaburini wakawa wanakasirishwa na lile goma linalopigwa siku hiyo. Watu wanaoziniana ni wangapi katika nyinyi? Harusi yenu watu wanaziniana, harusi yenu watu wanakunywa pombe, harusi yenu kuna wengine wanaachika. Yani unaolewa wewe, kuna ndoa 10 zimeachika, mwana fulani katoka kwa mume wake bila kumwaga, anarudi anakutana na taraka, anaenda kutangatanga na watoto. Wewe unaingia kwa mume wako, mwenzio kaachika, hiyo ndoa itakuwa ina baraka? Ikhwani wapendwa kwa ajili ya Allah, kumbe zile maiti zimekasirika, zikaomba dua mbaya kuiombea ile ndoa. Yule bibi harusi haikupita mwezi baada ya kuolewa akaachika na akafa ghafla yeye na mume wake. Ndugu zangu Waislamu, tusidharau kwa wale waliokwisha kufariki. Lakini yote kwa yote, qala ba'dhul hukama, wanasema baadhi ya wanazuoni ambao rawi wamepokea maneno hayo ani salafi saleh, kwa waja wema waliotangulia, juu ya Ijumaa wa yaumu sabt, juu ya siku ya Ijumaa na siku ya Jumamosi na siku ya Alhamisi wal Jum'ati was Sabti. Siku hizi tatu wanazizungumzia, wanasema ya kwamba ya atati fi yaumil khamsi wal Jum'a was Sabti, anakuja siku ya Alhamisi, siku ya Ijumaa na siku ya Jumamosi. Ni watu gani wanakuja watakifu izaa buyutihim, na roho za watu wetu wema waliokwisha kufa zinakuja kusimama katika paa walizotolewa, paa za watoto wao. Kama ni mama yako, siku ya leo roho yake ipo na ninginia juu ya paa lako, mama yako anazungumza na wewe. Lakini kama haitoshi, wayunadi kulla wahidin, ananadi yule ambaye aliishi na wewe kwa wema, ananadi na wewe yule ambaye aliishi kwa taa kubwa na kukuhurumia. Huruma kwa mzee ni kubwa. Mzee mmoja alikuwa anakufa, roho yake inatoka, akawakusanya watoto wake, jamaa auladi, akawakusanya watoto wake. Nataka tuone wema tunaowaombea, sadaka tunazowatolea wazee wetu, je, zinaendana na yale waliotulea katika maisha yetu? Huyu mzee amewakusanya watoto wake. Baada ya kuwakusanya watoto wake, kisha akawaambia, yasikilize haya maneno, tazama baba yako alivyokulea, tazama mama yako alivyokulea, tazama dada yako, shangazi yako, kaka yako
yako, alivyokuwa na ukaribu na wewe. Ndugu zangu Waislamu, amewakusanya watoto wake wa huwa ala firashil mauti, na yeye akiwa katika kitanda cha kutokwa roho. Huyu bwana akawauliza watoto wake, ya abunayya la ta'lamuna ana uhibbukum, ya abunayya la ta'lamuna ana rabbaytukum, ya abunayya la ta'lamuna ana 'allamtukum man alladhi bana albuyut wa man alladhi ishtara sayyarat hal fikum ayyamudda ilayya walau bisa hatta yazida Allah li fi umri. Yule mzee anawaambia, ya abunayya la ta'lamuna ana uhibbukum, wanangu amjui mimi baba yenu nakupendeni. Watoto wanasema bala, tunajua. Ya abunayya la ta'lamuna ana 'allamtukum, mzee kakusomesha, mama kakusomesha, wengine wameachana na waume zao, mwanaume katerekeza mimba, kamterekeza mtoto, katerekeza mke, unajikuta yule mwanamke anapambana, anachoma vitumbua mpaka unakuwa amekusomesha kwa dhiki, kwa tabu. Ya abunaya la ta'lamuna ana rabbaitukum, wanangu amjui kwamba mimi nimekuleeni. Mani alladhi bana albuyuti, nani amejenga hii nyumba? Wa mani alladhi ishtara sayyarati, nani kakununulieni kipando? Hal fikum ayyamudda ilayya walau bisa hatta yazida Allah li fi umri, ni nani anyoshe mikono, mimi pumzi zangu zinakwenda kukata, amuombe Mungu apunguze katika pumzi zake, katika umri wake, anipe mimi baba yako, nipewe mimi baba yenu, ili na mimi niendelee kuishi. Watoto wote wakawa wamenyamanza, yule mtoto akafariki. Ndugu zangu Waislamu, anakuijia mzazi wako roho yake katika paa lako, wayunadi kulla wahidin, na wanadi wanaita kila mmoja katika hizo roho zilizoshuka kwa watu wao, minhum bisautin hazin, kwa sauti ya huzuni sana, bakin, tena wakiwa wanalia, yaquluna, wakisema, ya ahli, ewe mke wangu, ya ahli, ewe mke wangu, wa ya auladi, enyi watoto wangu, wa ya abi, ewe baba yangu, wa ya ummi, ewe mama yangu. Yani ya ahli kama amekufa mume au mke anamuita mkewe au mumewe. Waya auladi, kama amekufa baba au mama anamuita watoto wake. Waya abi, kama amekufa mtoto anamuita baba yake. Waya ummi, kama amekufa mtoto anamuita baba yake. Waya zaujati, ewe mke wangu, kama amekufa mke au kama amekufa mke anamuita mume wake, au kama amekufa mume anamuita mke wake. Waya aqrabai, enyi dada zangu na watu wangu wa karibu, utufu alayya yarhamukumullah, tuoneni huruma na Allah tabaraka wa taala atakurehemuni na nyinyi. Utufu alayna yarhamukumullah billadhi kana fi aidina, tena hawakuombi katika mali zenu, wanakuombeni katika mali walizoziacha, walizokuwa wanazimiliki wao katika mikono yao. Walwailu, mali zimekuwa ni za kwenu, walhisabu na alaina, hisabu imekuwa ni ya kwetu sisi. Manufaa yamekuwa ya kwenu, vikitabu zimekuwa za kwetu. Wazee wenu wanapiga kelele. Ndio Ibn Abbas anatuambia, mwanadamu anapokuwa katika kitanda pale, roho yake imeshatoka, ameyaona, amefunguliwa, fabasaruka al-yawma kalhadidi, jicho siku hiyo limetoka kama vile unavyoona chuma linaona mbali. Ibn Abbas anasema, marehemu anasema, ya ahli ya abunai la tal'abanna bikum ad-dunya kama tal'abana bina, enyi wake zangu, enyi watoto wangu, la tal'abanna bikum ad-dunya kama tal'abana bina, ya man sakartu diyarana, enyi mliokaa katika nyumba yangu, wa akhadhtu amwalana, na mnachukua mali zangu, watamattauna bihi, na mnakwenda kustarehe nazo, wakati jama'tu al-mala min al-halali wal haram, na wakati mali hiyo nimeikusanya katika njia ya halali na katika njia ya haramu. Falmalu lakum walhisabun alaina, mali imebaki kuwa ni ya kwenu, hesabu imekuwa ni ya kwangu mimi peke yangu. Mzee wako aliokuachia kaurithi ambako kimekunyanyua, ananadi, anasema nitolee sadaka walau dirhamu moja.
nitolee sadaka walau dirhamu moja. Wewe unashindwa kumtolea sadaka mzazi wako, hasa katika kheri ambayo tunaenda nayo 771. Jina linatokea Swaleh Ramadhani Katenda. Kwa namba hiyo inshallah weka sadaka yako, inshallah ije ifanye kazi ya Allah na Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi. Na inshallah Alhamisi ijayo tutaweka namba maalum na hizi darasa zitaendelea, watu wamjue Allah tabaraka wa taala, ukweli wa kumjua, na inshallah kila atakayechangia tutamweka katika grupu ili apate kuona maendeleo na kile alichokifanya, na kile tutakachokuwa tumekipata kwa wiki tutakuwa tunakiweka hapa, watu mnakitazama. Kheri kubwa na dini ya Allah imetangazwa. Ndugu zangu Waislamu, sasa hivi dunia ipo kwenye mtandao, tuseme watu wasikie. Huenda kwa haya tunayosema leo watu wakakumbuka kusali, watu wakajua kumbe kuna maisha baada ya haya, kuna maisha ya kiziwizi. Ndugu zangu Waislamu, watu watajua namna ya kusoma Qur'ani. Baada ya kufa kaburi linatanuka, linakuwa pana, kikomo cha macho yako kwa matendo yako, lakini hautakuwa mpweke. Qur'ani italetwa, itakuwa liwazo lako, matendo yako mema yatakuwa liwazo lako, hautakuwa mpweke. Roho yako itakuwa inatoka katika kaburi yako, katika mabustani yako uliotandikiwa wakati unasubiria kuingia janna. Unaingia, unakwenda kwa jamaa zako na rafiki zako, huku ukisubiria pepo ya Allah tabaraka wa taala. Laqad addadtu liibadi salihina ma ra'a aynun ra'at wala udhunun samiat wala khatala ala qalbi albashar. Allah tabaraka wa taala anasema katika hadithi al-Qudusi, laqad addadtu liibadi salihina ma la aynun ra'at, hakika tumeandaa pepo ambayo haijapata pokuona kwa jicho la kawaida, wala udhunun samiat, wala sikio kusikia. Fakulu ma khatala bibalika fal jannatu khilafun dhalika. Kila mmoja anajitahidi kusifia pepo, lakini pepo iko zaidi ya vile tunavyoifahamu. Tufanye kazi kwa ajili ya kufanya, na hata kama wazee wako wapo basi watolee sadaka, hata kama we mwenyewe upo basi toa sadaka. Da'u marudhakum bi sadaqa wa hasinu amwalakum bi zaka. Wanazuoni wanasema darasa hili wakati linatolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, ikafikia mahala wakasema kama dirhamu moja itakushinda basi nitolee hata nguo katoe sadaka. Kama nguo zitakushinda basi nenda kanunue hata mkate kantolee sadaka. Mayatima wangapi wanatembea huko wanatangatanga, tunashindwa kuwahudumia. Hamjui kwamba sifa za yatima ndo sifa alizopitia Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Watu tumesahau, tumewatenga mayatima na tutakuwa na darasa lao maalum. Ikhwani, ndugu zangu Waislamu, kwa kumalizia darasa letu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akashindwa kuendelea na darasa hili, akaanza kulia, na wote waliokuwepo pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wote wakaanza kulia. Ikhwani, ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu atujaze majaza mema. Siku ya Alhamisi ni siku ya kuitumia sana, na ndio maana na sisi tumeweka siku ya Alhamisi, kwa sababu leo ndo tumefungua darasa letu. Ndio maana tumeweka hadhiri kabisa kwamba darasa letu linazungumzia ubora wa kufanya dua siku ya Alhamisi, na sisi darasa letu hili tutakuwa tunalifanya siku ya Alhamisi, na leo ndo tumefanya ufunguzi. Lakini inshallah kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, siku ya Alhamisi tutakuwa tuna kisa tutakielezea cha Hassan. Huyu bwana anaitwa Hassan, baba yake anaitwa Al-Basr, kutoka katika ardhi ya South Africa, lakini huyu ni mtu wa Burundi. Ni yapi aliyoyapitia kutoka kuwa tajiri, anamiliki gari unazozijua wewe za thamani, mpaka kufikia mahala shilingi 100 kuikamata ni kazi ngumu. Narudia tena, tutakuleteni kisa cha Hassan Basr. Hassan baba yake anaitwa Basr, jina zuri kabisa. Jamaa kutoka kuwa tajiri, ana mali, ana pesa, ana gari sijui Rolls Royce, ana gari sijui unajua Range super charger, ana Nissan zimekaa pale, hizo BM ni kama takataka pale nyumbani, ana majumba, ana nini, ana gari basi kabisa, basi linapiga shughuli zake, na anafanya biashara ya kuchukua ndizi kwenda kupeleka katika masoko ya South Africa. Kutoka Burundi huyu bwana, watu wake wa karibu kupitia sihiri na uchawi anarudi kuwa dhalili. Kama umeshawahi kusikia darasa zangu, basi usiache kusikia darasa hiyo, naamini machozi yatakutoka na utakuwa na tahadhari. Na wao wanatuletea visa hivi wakati tunakuja tuwasaidie, na wanaomba tuvitoe kwenu nyinyi ili mpate kuelimika, mpate kujifunza. Alhamisi ijayo, uchawi unafanya kazi vipi kukuporomosha kutoka kwenye neema ulionayo? Una mume, utamlinda vipi mume wako? Njoo. Una mke, utamlinda vipi mke wako? Njoo.
katika ofisi yetu na darasa hilo inshallah. Hauna kazi, njoo. Afu kipindi ambacho ndo mna neema jamani, ndo chitakuja, sababu lazima nukudi, kuna vitu vinahitaji fedha katika kuendea baadhi ya mambo. Mwenyezi Mungu atujaze majaza mema, akupeni badala dunia na kesho kiyama inshallah. Dawa zetu zinapatikana. Hii dawa ni mujarrabu muaddabu sana. Hii ni dawa kama haujaipata, na hata kama ulishawahi kuchukua, basi chukua dozi ya pili mpaka ya tatu inshallah, kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Maul ajab hii inakwenda kupambana na aina ya mashaitani, na inshallah kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala tutakuja kuleta dozi namba 2 yake. Kwa wale ambao pia mmeshatumia dozi hii inshallah tutakuleteni namba 2 yake, na tutakuja kuleta namba 3 yake. Lakini kwa wale ambao hawajapata, ili upate hiyo namba 2 yake na namba 3 yake, lazima upate hii hapa. Ni dawa mujarabu muaddabu sana, inafanya mukhalafa katika kiwiliwili chako. Inna shaytana yajri min ibni adama majra dami fil lahmi, inakwenda kumuondosha. Lakini pia dawa hii hapa, hii ni dawa inaondosha sheitani au ule uchawi wa kharijia uliofichwa nje, unaingia na kutoka. Ni dawa mujarabu muaddabu sana. Lakini kwa wale wenye nuksi wenzangu na mimi inshallah, unaichoma sehemu ya biashara, unatumia kukoga, na Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. jinaka ilayka wa qimna fi babika fi hadhihi sa wa la'alla sa'ata al-ijaba an tuyasil alaina umurana umuri dunya wal akhirah. Allahumma khudh jami'a hajatina, Allahumma akhrijna min ash-shaqawati ila sa'ada wa min al-ihanati ila al-karama wa min adh-dhurri ila al-'izza wa min an-nari ila al-janna wa min al-faqri ila al-ghina. Inshallah, kama kuna mtu ana comment ambayo imeandikwa kwenye kijikaratasi hapo, anataka kujua, kama hakuna tufunge darsa inshallah. Kama kuna mtu ameandika comment yoyote hapo, kama hakuna tutaandaa utaratibu, Mungu akipenda, darsa itakayokuja inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adhabad dayn wa adhabal faqr warzuqna nadhra wajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.